Yaani unataka kuongezea hizo mbili. Haya, ongezea nikwambie kitu. Yes. Haya, kuna mtu tunamaliza kiongozi na hapo tayari. Wamekuandaa ndio. Sasa kiongozi, nafasi ni yako. Watakuwa wanakuambia tuko mbali tutasikia. Faster. Haya, ya kwanza according to you. Kindness. Sabato. Doing this for God. Gratitude na attitude. Usifanye hivi bado tunasikia. Okay. Kwa nini nataka tuyapitie hayo? Ni kwa sababu natamani ya kwamba tutakapomaliza 10 days of prayer tubaki kama watu wa Berea. Watu wa Berea walikuwa wafanya nini? Walipokuwa wanasikia kitu, wakienda nyumbani wanataka kukagua ni ukweli, ni uongo. So wanarudi kwa neno na wanakula vizuri. Hebu nione kama kuna ile tumebakisha nje kidogo, ndio sasa tuanze fundisho letu. Yes, the blessings of waiting. So the first day tulifanya less is more, the danger of big business for God, the blessing of waiting, the freedom of focused life of simplicity, focusing on things that matter in our prayers, hiyo ya great passion and perseverance. Then tulikuwa the value of being kind, practicing an attitude of gratitude, and the blessing of the Sabbath. So hakikisha usilete down. Nikiuliza enda ngangana useme sikuli mpaka sifike 5 hapa. Haya, sikifika 5 ule umalize. Na ukimaliza kula useme silali mpaka niongeze 2. Si utakuwa na hizo 6. By the way, I will depend on you. Tomorrow. Na mziseme walagu kuja mkale nje. Alafu mwende. Naamini kama tutakuwa pamoja. Nawashukuru kwa sababu ya kuja kwa leo. Siku ya leo tuko na fundisho lingine ambalo ni very special for us. Anaomba kwamba nitakapokuwa ninasimama nikiwaongoza, naomba niombe ili tulielewe vizuri sana. Ni fundisho la pekee na niliona sababu gani liliachwa kuwa the last. Ni la muhimu sana. Limenifariji na naamini limefariji yeyote ambaye alikuwa anasoma online. Hebu tuombe. Baba wetu, ni kipindi hiki kingine ambacho tumeingia katika maombi. Mwenzetu Elda ameomba na hata watoto wako wanaendelea kuomba kimoyo. Lakini Baba wetu, kwa sababu hichoki na maombi, bado tunarudi kwako. Tupe masikio ya kiroho, tupe usikivu mwema, na tuomba kwamba Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu wa pekee atufunze, atufanye tuelewe na zaidi tukomae kiroho, tukiinuka kufikia utimilifu wa wokovu wetu. Wale wako njiani tuombe waharakishe ili tuwe pamoja. Ni katika jina la Kristo tumeomba na kuamini. So priorities of faith today, Friday. Nasema be rich in what matters. Alafu anaongeza hapo chini, be more analog. Be rich in what matters. Be more analog. Analog ni nini? Sasa hapa mtashindwa. Unajua hawa watatafuta analog hiyo, lakini hii ni analog ni nini? Tawaleta hapa karibu. Analog. Yeah? Somehow uncivilized. Yes. Naona wanaitikia. Ongezea kitu. Yes. Analog. Sasa imagine mwandishi wa mafunzo yetu ya 10 days of prayer anatuambia tu analog. Is it serious? Is serious? Tuwe analog. Kwa hivyo kuwa digital ni mbaya. Leo lazima
tuongee leo, lazima tuongee. It has taken most of our time, 3/4 of us, na imetukula sana. Na hebu tusome ile fungu Hebrews chapter 10 verse 24 and 25, inasema let us consider how to stir up one another. Na naomba Kiswahili kisome. Let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Niliposoma version hiyo, nilitaka version nyingine nisikie inasema nini. Version ambayo nilipata inasema hivi: let us be concerned for one another, to help one another, to show love and to do good. Let us not give up the habit of meeting together as some are doing. Sikia hiyo, underline that. Let us not give up the habit of meeting together as some are doing. Instead, let us encourage one another, all the more since you see that the day of the Lord is coming nearer. So kitu ambacho kimesikatiwa hapa zaidi ni kwamba tusifanye kama vile wengine wanafanya. Na wengine wamefanya nini? Wamewacha kukutana vile ambavyo ilikuwa kusudi la kukutana. Let us not give up the habit of meeting together as some are doing. So kitu mwandishi anataka kuleta kwa mawazo yetu kwamba kuna watu wamewacha kukutana. Kuna watu wamewacha kukutana. Na makanisa mengi, sijui kama Utawala South mmoja yao, kuna watu wanasema nimewaachia kanisa. Kuna makanisa mengi anawaachia watu kanisa, anaweza kuchange aenda kanisa lingine kana kwamba hiyo kanisa lingine haina watu kama wale ambao wametoroka. Sasa hiyo kuacha, kuna wengine bado wamesema hata nikaa kwa nyumba, si mahubiri ni mengi. Nikiweka Central Church wakimaliza naenda New Life, naenda Lavington na Senator Alpen Ridge. Biblia inatuambia tusiwache kukutana pamoja kama vile wengine wamewacha kukutana. Lakini tuende kwanza kwa ile the topic, the heading, be rich in what matters. What is richness now? Utajiri ni nini hiyo? Anamaanisha nini? Mtujibu haraka haraka kukaa, lakini mkiamua tu mpaka saa 2 tunakuwa mpaka saa 2. Mtu akisema huyu mtu ni tajiri anamaanisha nini? Yes. What has come out of the Bible now? Kusema huyu mtu ni tajiri. What ni kile kinakuja kwa mawazo yetu? Amesoma sana. I don't want to say that biblical. Yes? Yeah? Yeah, resources. Mwingine? Yaani mtawaji wana tajiri. Yes? Anafanya kazi nzuri. Anafanya kazi nzuri. Utajuaje anafanya kazi nzuri? Good. Sasa hapo umekuja vizuri. Utajuaje mtu anafanya kazi nzuri? Anaendesha magari nzuri, hapo na nyumba nzuri. Sasa hii ndio laini sana. Yaani ili useme mtu anafanya kazi nzuri, hujui kama anaiba ama anafanya, lakini ukisema huyu mtu anafanya, unaona magari makubwa. Watoto wanasoma shule nzuri. Shule ni zile za juu. Kama kuna mmoja aliletwa kwa TV yake nikashangaa. Yaani na kumbe yote ilikuwa ya wizi. Ya wizi. Watoto peke yao akilipa tu fees bila ya tabu zaidi ya 200 ni primary. Na wengine ndio wanaanza. Na ukiona yes, sasa hiyo ndio unatajiri. Kuna mtu anaongezea hiyo sasa. Yes. Dressing. You know, kuna mtu akisimama tu hivi tu vile nimesimama. Ukihesabu gharama, si kama mmenielewa, utakuta akona kitu almost 300,000 to 500 hivi tu. Saa peke yake 1,120. Unanipata vizuri? Simu ambayo iko hapa 200. Ukiingia viatu, wakati wengine tunatafuta hizo za 500 na 1,000 hapo umesema yake amenigonga, yeye viatu ni 10,000-12,000. Yaani akisimama tu hivi utashangaa. Ndio tunasema huyu mtu ni tajiri. Anything more?
Okay, ako na nyumba utawala. Acha tutumie. Ako na nyumba utawala. Kitengela ako na nyumba zingine ambazo ni rentals. Na nyumba yake ingine iko Runda. Alafu ukienda Nakuru na nyumba zake, kuna plots. Enda Kericho, enda Kisumu, Mombasa ako na investments. Sio mtu tajiri. Yes, utajiri. Sasa mwandishi anatuambia pay rich in what matters. Now, kwani haya mambo ambayo ameaccumulate, does it mean they don't matter? Fundisho hili linionyesha mambo mengi ambayo ni ya ajabu sana. Hebu tusome Psalms 112 verse 1, 2 and 3. Lakini kwa sababu ya muda nataka kusoma kwa haraka, naweza kusoma kutusomea hapo. Psalms 112 verse 1, 2, 3 nasema, happy is the person who honors the Lord, who takes pleasure in obeying his commands. Happy is the person who honors God. Mtu ambaye anamheshimu Mungu and who takes pleasure in obeying. Yeye kutii sheria za Mungu ndio mapenzi yake. Happy is that person. The good man's children, huyu sasa ambaye ni happy person, ambaye anamtii Mungu, fungu la 2 nasema, the good man's children will be powerful in the land. Number 1, his descendants will be blessed. Huyo mtu ambaye anatii the commands of God, watoto wake watakuwa very powerful in the land, and his descendants will be blessed. Fungu la 3, his family will be wealth and rich, and he will be prosperous forever. What's the difference between wealth and richness? Sasa kimjibu hivyo tutawacha maswali mengi. Wealth, acha niulize kwa njia nyingine, ijapokuwa mtanijibu. Ni nani ako juu ya mwingine? Yule ako rich ama ni yule kwa wealth? Kwa hivyo wealth ni, hebu sikia, kuna mtu ambaye, how can I get this statement? Wacha nitatafuta baadaye. Nataka kuweka vizuri sana ndio tuone the difference. Wacha kwanza tukimbie kidogo. Analog spirituality. Ni kwamba biblical spirituality is analog and not digital. Na tutaona hiyo vizuri sana. Kwa sababu it is based on personal and tangible practices between real people and the living God. And tangible things are by their very nature analog and not virtual. While the God of the Bible is invisible, atumuoni, He has called us to practice very specific analog things that express our relationship with Him. Ya kwamba Mungu hatumuoni, lakini tuna imani na hata tunamhisi karibu na sisi. Lakini yeye huyo Mungu sasa kila ambacho ametuletea, ametuita tufanye, to practice, ni kwamba to practice mambo ambayo yanaonyesha kwamba tunamwamini Mungu wa ukweli, na mambo hayo tunapoyafanya hata watu wanasema hawa watu ni wa Mungu. Kwa nini? Mwandishi anasema hivi, the practical things we do for God or for one another are always analog in character. Hebu tupate mifano michache. Ni kwamba tumesoma juu ya kindness hapo nyuma. Sasa how can you be kind digitally na mtu afail? How can you be kind digitally na mtu afail than analog? Kuna watu wale wazee mko hapa, mnaweza kupea witness. Kuna watu akisikia matanga iko kwa hiyo plani yao, anatoa 500 anapatia 1000 anawapatia. Yeye hata hashughuliki kufika hapo, anawapatia ishughulishe yao mambo. Hivyo kila mahali. Mzee mmoja alipofanya hayo, ilipofika kwake, kumbe watu people were watching. Ilipofika kwake, wakasema haki. Sina hii mfikia. Sasa prepare. Unaenda unapakitaza, unasema nimsaidie. Msiye alikuwa afiki kwa matanga ya wengine. So naye ikawa ni kumpatia pesa. Anamwambia wacha pesa yeye alikuwa anatoa, wacha simsaidie. That's now the digital kind of. Ya kwamba fulani hapo na shida, unamtumia umalize because you are very busy. Unamtumia kama ni pesa, a message, that is digital. But now when we are talking of God's character ya analog,
wakati unafika mtu karibu, hata usitoe kitu kwa mfuko, it makes a lot of sense, and I think some have experienced that, ya kwamba nimefiliwa, uje ukae kwangu tu, unakaa tu hapo wakati ninalia, unanileta karibu, unanifariji. Hata wakati utaenda, nitaona ya kwamba kulikuwa na joto kwa sababu ya kuwa kwako karibu nami. Lakini mambo haya ambayo ni ya ubali yanawacha kaa, na wakati mwingine yanaacha ubaridi ndani ya mtu, na ni vile sisi ya Biblia. Na ndio maana ninapokuwa na chaplains, kuna statement wana make hivi ya kwamba mara nyingi makanisani wetu tuna tendency, mmoja wetu anapofiliwa, tuna tendency ya kufika karibu, tunakimbia huko, tunamfika karibu for 2 weeks. Akienda nyumbani tunamsindikiza, tunaenda tunafanya the necessary, akirudi tunaenda kwake tunafanya maombi, tunamaliza tunakuja kanisani. Akimaliza mwezi mmoja, tunaanza kujiuliza kwani anangojea nini tena? Kwani yani haoni tulimfika karibu mpaka tukaenda na yeye mpaka, na hata aliporudi tulienda kumtembelea, anangojea nini? That statement is not good. Si nzuri. Kuna kitu tunaita, nisamee tu kidogo, nimedigress kwa sababu ya chaplains. Kuna kitu tunaita grief. Grief, kuomboleza ndani ya moyo, kunaweza kuchukua hata miaka miwili. Sasa sisi tumechache kwa muda mfupi sana, tumeanza kuchache kumtaja, kumsema vile ambavyo sio anataka tumfanyie nini, mpaka ndio sasa mambo hayo hayapendezi. Analog ni ile ambayo unaweka mtu karibu nawe mpaka mtu ana feel that weight, anaifeel ndani yake that there is somebody in my life, there is somebody who cares for me. Now the writer was saying this: to keep the Sabbath holy involves several specific analog practices. Specific analog practices. For example, today, nikataa kuingia, nilitaka wasikie wasione Kiswahili peke yake, lakini wameenda. Sijui mzee amejaribu kuwaleta wamekataa. Hebu sikia. Leo hii tumewacha kazi. Kila mtu amefunga kazi yake kwa sababu ni Sabato. That's analog. Umewacha kazi zako, umekaa hapa. Saa hii kama si Sabato na kama si maombi, ungekuwa mbali sana kufanya vitu vingine, uko kwa kioski unafanya nini, lakini umewacha. That is analog. Na ingine katika ile ambayo kwa specific mambo ya analog. Okay, rest from our activities nimeisema. Hebu niwaulize, tunaweza kufanya Pasaka digital? Halo, Pasaka mzee hapo hapa, sijui kama tulijaribu kuifanya wakati wa corona. Mzee ile tumuone, alikuwa sasa ni mambo ya foot washing. Sasa how will it work really? Our God anapotaka tufanye mambo analog, kuna kitu anatafuta katika maisha yetu. Uhusiano. Na uhusiano ni kitu cha muhimu. But do you know the world doesn't like that? Na ndio maana sijui sasa kama ni ukweli ama ni uongo, ndio maana tunapofanya research kidogo juu ya COVID ni kwamba ilitengenezwa purpose. Na hata wanasema kuna nyingine inakuja sasa ambayo itatingiza vizuri. Walitaka waone kama wanaweza kushika dunia yote hivi. Sasa kuna nyingine inakuja. Hivyo ndivyo researchers wanasema. Ili mambo ya digital iingie properly. Ya kwamba tunaweza kufanya mambo hivi. Hata kazi siku hizi kuna watu wanafanya kazi kutoka kwa nyumba. Na mwisho wanalipa mshahara wake vizuri sana, maana anafanya kazi bila ambayo inastahili kufanyika. In fact, mahali tunaelekea ni mahali ambao wanataka iwe ni cashless, ya kwamba hatutumii pesa, hatutumii chochote. Sasa mambo ni digital katika kila njia, katika kila hali. So Mungu wetu practically anataka tufanye these things in the analog way. We show kindness, grace, forgiveness, compassion, humility. Now, I don't know whether you can have digital. Ambassadors, unajua sisi ni analogs, mtoto hatujafikia mambo ya digital. Is it possible to have digital? Niangalia kama sijauliza swali. Hugging ni nini?
kuna mambo ambayo Mungu anataka turudi. Vile mama alisema hapa ni kwamba mambo ya digital yameletwa yatunase, na wengi wetu tuwe kanisani tuwe mahali popote, yamechukua 3/4 of our thinking, our mind, our doing, yamechukua vibaya sana. Sasa mwandishi anatuambia hivi, no virtual reality can replace analog. Hakuna ile ambayo ni virtual hiyo ya kama hata kama ni mafunzo haya tunafanya ambayo inaweza kuchukua analog, because kuna mambo ya helping hand, kuna comforting, kuna embracing, kuna physical felt laughter, kuna firmness of welcome, shaking hands. Kuna mambo ambayo kuna mtu anaweza kukukaribisha wajana na ile tabia ya watu wetu wengi, especially deacon department, ya kwamba unaweza kuwa hapo kwa mlango mpango na head deacon vizuri kukaribisha, lakini sasa wewe uko hapo unakupatia mtu karibu, mpaka mtu anashindwa histoni pesa karibu na mwingine hapa kumwambia kaa huko, songa huko. Hiyo sasa ni analog, lakini negative. Niambia wewe toka hapo, songa na huko hivi. Kuna watu wanaingia. Sasa yes ni analog, but hiyo ni negative. Lakini kwambia ndugu, tusongeane. You know, inaleta choto. Nani kwenda kwa sababu yani ya ibada za Jumapili. Alitoka huko akaingia kwa imani hii, ama amewahi kushiriki Sunday worshiping congregations. Do you know there are some unafika mpaka unasema hai, yani wananijua, because the moment mtu anakukaribisha huko, anakukaribisha yani joyfully, anakuleta akiketisha, mwingine anakuletea program mpaka mahali huko hapo, mchungaji ameambiwa kuna mgeni, wanapiga makofi, vigelegele, unashangiliwa mpaka unasema hai, this is all. Lakini sisi unakuta kwamba kuna ubaridi mwingine. Sasa ile analog Mungu anataka tu practice, hebu tutoe negativity ili iwe joto ambapo tunajiuliza sababu itafika lini ndio tukutane tena. Hebu sikia vile mwandishi alikuwa anasema hapo, na kwamba while it is possible to join digital worship service ambao tunafanya na si dhambi via the internet, the ultimate worship experience finds fulfillment in analog commitment and participation. In this one, with the real people in the physical places, it makes a lot of sense. It makes a lot of sense. Practical and real acts of kindness na grace na mengine haya, they are meaningful only when we experience them analog. Ya kwamba hata social Sunday, kwa nini hawa wazee wengi hawa na vijana ambao wanaenda kuona mpira, nikitaja hapa siku nyingine, kwa nini haoni mpira peke yake? Ambassadors, kwa nini? Sio sasa si tangu hiyo si nijibu. Iko tu haipangi. Labda sasa alianza zilikuwa nataka. Ukiona peke yako hivi hata vile timu yako ikiruka unajaribu kuruka na kula ni peke haipangi, si kweli? That's why they want that. Hiyo analog wao pamoja na kasoda juu ya meza, wakienda kufunga nasikia wamesema alafu wanarudi chini because they want. Na sisi je, when we come together tunainuana sisi kwa sisi, na katika kuinuana tunakuwa wa Mungu. Lakini kumbuka funga mara nilisoma katika Psalms 112 ni ya kwamba tutakapofanya hiyo itimie vizuri wakati tutakuwa watiifu wa sheria. When what Jesus has instituted through his own example is to be remembered physically in a way we can touch and taste. Even the practice of prayer and fasting encouraged through scriptures is an analog act in time and space. So our faith in God always has an analog dimension in which it becomes visible. Ya kwamba the analog ambayo tunaletwa inatusaidia. Juzi nimetaja tu ya vile ambayo tulikuwa distracted easily tukiwa na hizi distracted from our worship na kwingine. Kuna elder alikuwa kanisa letu alikuwa rafiki kutoka Kongo. So alikuwa elder, lakini hatimaye Mungu amemsaidia ameenda Norway. Alipofika it's about 2 years now. Yaani watoto tunapoongea na wao wanatushangaza ya kwamba hakuna mtu anabeba hii kanisani huko Norway hii. Wako na hymns zenyewe. Hakuna siku kanisani wanaiona hivi.
Lakini sasa unajua kuna mtu alisema hivi, wazungu wanapotuletea, tunapobaki huko, wao wanarudi some steps back. Kwa mfano, wazungu ndio walituletea nguo tuvae, ndio, na wakasonga hatua wakaanza kutembea karibu nusu uchi. Sasa sisi tukaenda uchi na wao wamerudi sasa kuvaa. Na unakuta mtu ako free anatembea mgongo wote nje. Sasa yani mpaka unashindwa. Sasa ni kama kuna wale wanangojea tu hivi mmoja atembea uchi atembea uchi. Ni wanangojea hapo tu katrigger tu once. Hai. Watatembea na kama wale wanataka kuingia kufanya swimming ambayo sio ile nzuri. So while we human beings can do all kinds of things virtually, our relationship with God and the expression of our spiritual walk with Jesus can never be reduced to virtual reality. It cannot. I'm a facilitator katika mambo ya chaplaincy. Kuna makanisa yanauliza tufanye online, lakini mimi nimefika mahali nimediscourage. Kwa nini online? Unaona class yetu kwa sababu unaona class ya watu 32, si unaona ukiwa na mashine yako hiyo, unaona mkisoma, ndio naambia Jen naanza kusoma hiyo fungu, unaangoja Jen, unauliza Jen soma na hapo kabisa kwa meeting. Sijui kama ndiye anaenda kutoka pale anaosha nguo ndiye akimbie ndani, maana anasema hapo. Yaani inafanya tumedanganya, tumechazwa na vitu ambavyo vitatujaza uongo, na mwisho huyu jamaa pamoja na online na digital tutaweka wengi ndani ya moto wa jehanamu badala ya kuokoa wafike. This one. Unafanya mkutano wa online, sasa unasema tumemaliza, tunaomba so atuombee. Haipo. Lakini mwisho tutajaza ya kwamba watu tulikuwa 32. Are we genuine before God? And digital imedilute mambo mengi sana. Na katika dilute imeyeyusha hata Ukristo wetu. We are not traveling on the right road because of this. Na sasa kitu ambacho kitakuja kutushtua wa Sabato, na si mbaya, hapa ndani kuna wengi, hata mimi niko na vitabu za Sister White, in fact zote kuna wale wanaenda chache, lakini niko na zote mimi. Na sasa katika hile ya digital, Shetani ni mjanja, ni mwerevu sana. Ikiwa utategemea hii na uachane na mambo mengine haya ya analog, siku hii kitu itakuwa nini? Disabled. Utabaki tu hivi. Na nimegundua kuna watu wanazielewa vizuri hizi. Yaani anaweza kuioperate, ukimwapia some digits akiwa Nairobi, some digits utaona anaweza kuoperate simu yako. Sio kama wewe unaona kitu kama hicho. Bako unashtuka, yani unaweza kuaccess. Kwa hivyo hii tuko nayo na tumefungwa macho, but digital itatumaliza. Na mahali inatupeleka si mahali pazuri. Maanisha anasema hivi, a helping hand in support of a touchable needs. Touchable needs. Alikuwa anaelezea akisema hivi, wacha nielete kwa ukaribu badala ya kwenda masomo mengi. Vijana wetu, miaka yetu, miaka ya wazazi wenu, kabarua kalikuwa kaandikwa na kanaweza kuchukua siku kadhaa ndipo kafikie huyo rafiki, na akikapata na kaweka because ni hapa analog kaka. Na kuna wengine wanaweka hiyo barua miaka iko hapo, inamkumbusha mambo. Na siku hizi ni ku text, kakienda kanaenda kanaisha. So how practical is it? Let me ask you, ni nani ambaye ana mahubiri na ameyaweka vizuri ambayo alihubiriwa last year, aliandika na ameyaweka vizuri, isipokuwa katika karatasi umeandika na kameenda mahali kameenda, na wengine unachukua hapa na ukumbuki. Katika analog, na ukijipanga vizuri, you stay on form.
maana unaenda unafuatilia, unaweza kujiandaa vizuri sana na mambo mengi na unaendelea kuyatafakari. Lakini when we dwell katika mambo ya digital, I told you the other day ya kwamba ukiingia kuna distractions nyingi sana. Unaona kitu kimekuja, kingine kamekuja, kana kutoa kile ulikuwa unafanya, kamekuchukua hapa, kamekufrustrate, chatting ndio hiyo. So mambo mengi yanataka kututoa katika kile ambacho Mungu alikusudia. Hebu sikia mwisho wa fundisho letu ya kwamba what other things can we do ili tuwe analog before God? Maana tunaambiwa we do those things which matter. Sharing of food with those who are hungry, the experience of hospitality by those who are traveling or do not have a place to stay. But there are people who are not hungry. Chaplain mmoja kutoka kanisa la Kenya alifanya kitu sitasahau katika maisha yake. Yeye tulipomaliza training na akaanza kazi, wale mnajua Thika Road, kuna hiyo Roysambu, hiyo daraja ya Roysambu hapo. Alienda kugundua kuna families zinaishi huko. Mchana wanafanya vituko vyao, wanasuka wakifanya mambo yao. Ikifika jioni masaa kama haya wanaanza kupanda, wamefunga kamba hapo juu, watoto na wazazi wanapanda na kamba, wanakaa, gari zinapita juu yao, wako hapo hizo space hapo ndani. So sometimes hawana chakula. Alipogundua akaanza kufanya urafiki pole, na mwisho akaanza kuwachukulia chakula once in a week, akaja akaongezea. Ikawa kuna jamii imeanza kuwa nyingi hapo, especially the young people, the age of 18-20 ndio walikuwa wengi. Sasa urafiki huu, siku moja akawauliza, mnaweza kutembea kanisani mahali ninatoka? Wakamwambia, mami, kwa sababu ya kutuletea chakula haina maanisha unamjua Mungu, tutakuja. Lakini najua kuna conditions zao zile wako nazo. Lakini mwisho walikubali kuja. Akawanunulia t-shirts nzuri sana. And I remember them, they were yellow because alinialika kwenda kuwa msikilizaji siku hiyo. Walikuja vijana 9. Walikuwa in yellow t-shirts vizuri, zimefunika uchafu wao na. So tulipoanza ibada, mimi niliomba Mungu nipatie mbinu ya kuwafikia karibu ili at least watoke hapa na kitu. So kitu kilichokuja ndani mawazo yangu cha kwanza ni kualika waimbe. Nikaweza mnaweza kuimba, maana walikuwa mbele tu. Wakasema ndio. Unajua kwaya ilikuwa inaimba, kwaya ya Pasaka, kwaya ya vijana, kwa church kwaya. Sasa na nyinyi mnaweza kuimba. Wakasema ndio. So nilipowaalika, kitu cha kwanza ni kung'ang'ania mic. They took time. Mtu anashika, mwingine anamng'ang'ania kwa nguvu, maana kila mtu anataka kushika. Na wanaposhika sasa wanaanza kucheza nao wasikie kama inaendelea. Lakini mwisho walianza kuimba. And we joined those choruses vizuri. Waliimba vizuri mpaka nikamwambia nyimbo zingine mtaimba mchana. Now they were ready to listen. At the end of it, watu wawili walitoka katika kikundi hicho. Mmoja saa hii hata anafanya biashara, amefunguliwa na kanisa na ako kwa nyumba analipa. Ametoka kwa street. This is analog. Kuliko ile ambayo watu watafute ndipo walaekewe TV ndio waanze kuona. You don't reach like that. Hebu tuachane na analog, tutembee tukawafikie, tukawaleta. It's a mission. Tukienda tukiwaleta, we nurture them, tuwalinde ili wakue. Katikati yetu, hebu kuwe na choto. Kudawagana miguu wakati wa Pasaka na mambo mengine kama hayo yana sababu yake, ili tusidi kuwa wamoja, kwa sababu hilo ndilo kusudi la Mungu. There are things that happen in churches ambapo zingine ni silent, ambazo si nzuri. Na kuna zingine zinaweza kufikia wazee, zingine zinafikia makundi, si nzuri. Ambassadors, mimi kusikia kanisa mengine mahali ambapo vijana wanapigania, wasichana wanapigania kijana. Are we about that? Haki sasa mnaleta na tuliongea na nyinyi vizuri, you know. Ila plani yetu ikaanza. Mimi kusikia mahali vijana wanapigania msichana. Sio hapa, kusikia ni kusikia huko. Mimi kusikia. Si ndio nasema. Sasa nyinyi hamjawahi kusikia watu katika familia na wanafanya vitu kama hivi. Mwahi kusikia? Yes. So kuna kitu Mungu anataka ya kwamba tutakapokuja pamoja na tutangamane vizuri in the analog way, tukumbuke Psalms 112, to heed the commands of God.
tutakapotii the commands of God, the blessings ambao tumeclaim tangu tuanze mafunzo yetu, there are those blessings that we are claiming. The blessings will not be practical in our lives, will never, unless we follow God's commands, sheria zake, ndipo sasa na yeye atuachilie mibaraka hiyo, na anapotuachilia mibaraka hiyo at his own appointed time, itatujaza. Kuna mambo yametusukuma sana wa Kristo, na ni mpango wa Shetani. Madeni yametufinya vibaya. Ikiwa kuna watu wawili watatu kwa wana madeni, Mungu akubariki. Madeni yametufinya vibaya, ni mpango wa Shetani. Uchovu, kazi ambayo tunang'ang'ana, na sometimes tunang'ang'ana mpaka tunachoka, lakini hatuoni. Mwaje kusoma? Wacha nione kama natapata hilo fungu tulisome kesho, ya kwamba unaamka asubuhi na unalala late, lakini uoni kile ambacho wanatengeneza. Are you getting the point? Na kuna watu wengine wanalala mpaka saa 3 na hata saa 9 wako kazini na wako na kila kitu. What is this? Shetani ameamua tuhangaike, tuumie, ili uhusiano usiwepo, ili tusijue jinsi ya kushikamana na kusaidiana. Tunapokuja kanisani, kama kesho watu wataingia hapa wengi, sio wote ambao wataingia mlango huo waingia kwa ibada ambao watakula usiku wa leo. Kuna wale watakosa usiku wa leo, kuna wale wamekosa katikati ya wiki, kuna wale wamekosa hitaji moja ama lingine. Watakapoingia hapa wanataka kukutana na Mungu wao. Wanapokutana na wewe deacon, deaconess, how are you bringing them closer to God? How ndio hata spirit ya kuwasukuma. Niliona deacon mmoja anaambia mmoja, songa hapa ama utoke, wengine wakae kama mtaki kusonga. You know, mtu amekuja na shida zake, ameketi tu